Je, umeshawahi kujiuliza kwa nini makanisa mengi ya Wakatoliki yana sanamu kanisani? Na je, wanaziabudu hizo sanamu ambazo zipo umo makanisani? Ambatana nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho ili tuweze kupata majibu ya swali hili. Kwa kifupi ni kwamba waumini wa kanisa Katoliki hawaabudu hizo sanamu ambazo zinapatikana kwenye makanisa hayo, bali waumini wa kanisa Katoliki wanazitumia hizo sanamu kama ukumbusho. Mfano wa sanamu hizo ambazo zinapatikana ni sanamu kama sanamu ya Bikira Maria, sanamu ya Mtakatifu Yosefu, sanamu za watakatifu mbalimbali. Waumini wa kanisa Katoliki wanazitumia picha hizo ambazo zinapatikana makanisani kama sehemu ya ukumbusho ambao unawapelekea kuwa na tafakari ya kina pindi wanapokuwa wanasali. Tukirejelea katika Biblia Takatifu tunakumbuka kuna muda ambao Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe aliruhusu picha pamoja na tunaweza tukaziita picha ndo sanamu, picha pamoja na hizo sanamu ziweze kutumika kwenye ibada. Mfano, tukirejea katika kitabu cha Kutoka sura 25 mstari wa 18 hadi 20, tunakumbuka pale Mwenyezi Mungu alipomwagiza Musa akatengeneze makerubi juu ya sanduku la agano. Kwa hiyo tunaona makerubi ni mfano wa vile mbinguni kulivyo. Ile hali ya kutengeneza ule mfano katika hali ya kibinadamu, yani kutengeneza mfano wa kitu kukifananisha na vile kilivyo kule mbinguni ni sanamu. Kwa hiyo tunaona kwamba Mwenyezi Mungu alimruhusu Musa aweze kutengeneza. Kwa nini? Kwa sababu aliwataka Wakristo wa kipindi hicho waweze kutafakari kwa kina juu ya yale ambayo yapo mbinguni au juu ya kule mbinguni kulivyo. Lakini pia tunakumbuka katika kitabu cha Hesabu sura ile ya 21 mstari wa 8 hadi wa 9, tunakumbuka pale Musa alipoambiwa na Mungu kwamba atengeneze nyoka ya shaba kwa ajili ili kila mtu ambaye ataiangalia sanamu ile au nyoka yule wa shaba kwa imani aweze kuponywa dhidi ya ile sumu ambayo ilikuwa inatokana na wale nyoka wakali ambao wana wa Israeli walikutana nao. Kwa hiyo tunaona kwamba Mwenyezi Mungu aliruhusu yeye mwenyewe. Lakini waumini wa kanisa Katoliki wanatumia zile sanamu sio kinyume vile ambavyo Mwenyezi Mungu alisema ambapo hilo katazo lipo kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 22 ni mstari wa 4 hadi wa 5, ambapo tunaona Mwenyezi Mungu akituelezea ni kivipi ile ibada ya sanamu inavyokuwa, ambapo anasema hivi: ibada ya sanamu ni ile ambayo sanamu ile ambayo umeitengeneza au kile kitu ambacho umekitengeneza kinachukua nafasi ya Mwenyezi Mungu, ambacho hicho kitu Wakatoliki wote hakuna ambaye anakifanya, kwamba unachukua ile sanamu unaiweka, yani inakaa kwenye nafasi ya Mwenyezi Mungu. Unaamini kwamba kupitia hiki kitu nitapata hiki kitu unachokiomba. Labda unaomba mvua, unasema kupitia hii sanamu nitaweza kupata mvua. Naamini Wakatoliki wote hawafanyi hivyo, kwa sababu kulingana na Biblia Takatifu pamoja na mafundisho yote ya Kikatoliki hayafundishi kufanya hivyo. Kwa hiyo ndio ina maana nasema hapana, waumini wa kanisa Katoliki hawaabudu sanamu. Na kwa kuhitimisha ni kwamba zile picha au sanamu ambazo zinapatikana makanisani ni sawa na picha za familia zile ambazo unazitundika ukutani, unaziweka kwa ajili ya ukumbusho. Labda ukiona unakumbuka huyo alikuwa ni baba, ukiona unakumbuka hapa nilikuwa kijana, ukiona unakumbuka hiki ni kipindi kile ambacho labda nilikuwa nina ndevu, nilikuwa nina nywele. Kwa hiyo ni ukumbusho tu wa kukumbuka juu ya
yale ya labda juu ya kile kitu ambacho kimepita, ambacho kinakufanya wewe uweze kuthink deep au kutafakari kwa kina juu ya maisha ya sasa hivi. Kwa hiyo picha na sanamu makanisani zinatumika kama ukumbusho ambao unamfanya mtu aweze kutafakari kwa kina juu ya matendo makuu ya Mwenyezi Mungu. Nadhani nimeweza kujibu vema. Kama umependa video hii, naomba usisahau kulike, lakini pia kama unapenda mafundisho ya hivi na kujibu maswali ambayo yanaulizwa na watu wengi kama hivi, naomba usisahau kusubscribe kwenye channel yetu hii, lakini pia naomba usisahau kushiriki video hii au kushare video hii kwa watu wengine wote ambao ungetamani na wenyewe waweze kupata kufahamu juu ya haya mambo ambayo nimeweza kuyaelezea katika video hii. Mungu awabariki.